Ndugu zangu Waislamu, tuanze sasa maudhui yetu. Hiyo ilikuwa ni kuwasogeza karibu. Tuanze maudhui yetu inayosema asbabu alinhirafi alfikri inda alshabab, sababu za kukengeuka au kwenda kombo kifikra kwa vijana. Na kwa ufupi tueleze maana ya maneno haya kwa ufupi tu. Neno alinhiraf, alinhirafu fi lughati alarabiyya masdaru min alfi'li inharafa, wa asluhu alfi'lu athulathi almutaaddi ila maf'ulin wahid, harafa ay amala. Neno hili alinhiraf katika lugha ya Kiarabu ni masdar ya fi'l inharafa, yanharifu, inhirafa, na asli yake neno hili limetoka katika fi'li yenye herufi tatu ambayo inapituka kwenda kwa mafuul mmoja. Fi'li yenyewe ni harafa, ambayo tafsiri yake ni amala, ameinamisha au amepindisha. Walinhirafu an alshay'i lughatan huwa aludulu an alsawab, na alinhiraf ni kule kukengeuka na kuuacha usawa. Walharfu min kulli shay'in huwa tarfuhu, na neno harf katika kitu ni ile ncha yake. Harf ni ile ncha, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Na wapo miongoni mwa watu ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukingoni, harf kule mwisho kule. Ikimpata kheri anatulizana, ikimpata shari anageuka na kukengeuka. Kwa alinhiraf ni kukengeuka, kuuacha usawa. Na neno alfikru wanawachuoni wamelifasiri kwamba ni at-ta'ammulu, kuzingatia. Wengine wakalifasiri kwamba ni kuitumia akili kwa lile jambo unalolifahamu ili kulifikia usilolifahamu, na mfano wa hayo. Kwa hiyo tunaweza kusema tafsiri rahisi ya neno hili lililotumika katika mada hii kuwa kukengeuka, sababu za kukengeuka au sababu za kwenda kombo na kuuacha usawa kwa sababu ya utata ulioingizwa katika fikra au katika akili. Kwa hizo ndio tutakuwa tukizizungumza katika muhadhara wetu huu. Na kwa hakika zipo sababu nyingi sana zinazosababisha kukengeuka kifikra miongoni mwa vijana wa Kiislamu. Zipo sababu za ujumla, sababu pana za watu kukengeuka na kuuacha usahihi, na sababu hizi ni zile ambazo kukengeuka kwingi sana au kupinda kwingi kunakuwa nyuma yake. Lakini vile vile pia zipo sababu maalumu za kiupekee zinazosababisha vijana kukengeuka. Na katika makundi yote haya mawili tutataja baadhi ya sababu hizo kwa sababu ya muda wetu, lakini na ile hitajio letu. Na insha Allah katika hizi sababu za ujumla na sababu kubwa tutataja sababu mbili tu, na katika zile sababu za kipekee na sababu maalumu ambazo zinasababisha vijana kukengeuka tutazitaja zaidi ya mbili, tutazitaja nyingi kidogo. Na wakati mwingine tunaweza kuitaja sababu ambayo pia unaweza kuingiza katika sababu nyingine. Yaani hiyo sababu inaweza kuwa ni sababu ndogo ya sababu nyingine.
lakini tutaitaja hivyo hivyo kutokana na umuhimu wake wa kuitaja peke yake kwa lengo la kuweka msisitizo katika hilo jambo, na tutatoa mifano mingi inayotuhusu sisi hasa vijana wa vyuo vikuu. Kwa mhadhara huu utakuwa ukiwashirikisha pia nyinyi katika mazungumzo, kwa sababu pia tutaiangalia hali halisi ya vijana katika vyuo vikuu. Katika sababu kubwa hizi mbili, ya kwanza inayowafanya watu wengi wakengeuke ni albaghyu. Albaghyu, neno hili lina maana zaidi ya moja, na katika maana zake ni dhulma au kibri au kuvuka mipaka au husda wama ila dhalik, au uovu. Hii ni katika sababu ya ujumla inayowafanya watu wakengeuke, na nitawatajia aya za Qur'ani, zipo nyingi. Mimi nitawatajia 3 tu katika kuthibitisha jambo hilo. Aya ya kwanza imo katika suratul Baqara, aya ya 213. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Watu wote walikuwa ni umma mmoja, Allah akapeleka manabii, yani wakakhtalifiana kama anavyosema Abdullah ibn Abbas. Watu wote walikuwa umma mmoja katika tauhid, halafu wakakhtalifiana, wakizikaingia shirki ndani yake. Hapo sasa Allah akapeleka manabii wabashiri na waonyaji, na pamoja nao akateremsha kitabu kwa haki ili kihukumu baina yao katika yale waliyokhtalifiana, na wala hawakukhtalifiana ila wale waliopewa kitabu hicho baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi, kwa sababu ya uhasidi baina yao, baghyan bainahum. Ndiyo sababu iliyowafanya wakengeuke. Ndipo Allah kwa idhni yake akawaongoa wale walioamini kuendea haki katika mambo waliyokhtalifiana, na Allah subhanahu wa ta'ala humuongoa amtakaye katika njia iliyonyooka. Aya nyingine ni pale Allah aliposema katika suratu Ali Imran aya ya 19, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. bila shaka dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu, na wale waliopewa kitabu hawakukhtalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi, kwa sababu ya uhasidi ulioko baina yao. Hawakukhtalifiana kwa sababu ya ujinga, walikhtalifiana baada ya kuwajia uongofu kwa sababu ya baghi iliyopo baina yao, ikawafanya wakengeuke. Na atakayezikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa hakika Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Aya ya 3 na ya mwisho takayoitaja katika kuthibitisha sababu hii ya kukengeuka ni pale Allah aliposema katika suratu Shura aya ya 14, wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladhina urithul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu murib. Na hawakufarikiana ila baada ya kuwajia elimu, kwa sababu ya husda na baghi iliyopo baina yao. Aya hizi zinaeleza kuwa
watu wote kiasli walikuwa katika mila moja, mila ya Uislamu, mila ya tauhid, na kwamba kukengeuka kwao kulisababishwa na al-baghyu. Wal-baghyu al-i'tida'u wat-tughyan, ni kule kupituka mipaka na uovu na husda na dhulma. Sababu ya pili katika zile sababu za ujumla, السبب الثاني من الأسباب العامة قلة العلماء، ni uchache wa wanavyuoni. Wanavyuoni wakiwa wachache, basi kupinda na kukengeuka, kuuacha usahihi na haki kuko karibu zaidi kuliko kutengenea na kunyooka. Na hili amelieleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyepokea Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidhu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu faaftaw bighayri 'ilm fadhallu wa adhallu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika Allah haiondoshi elimu kwa kuibokora kutoka kwa watu. Mtu msomi mbobezi, mara ghafla hajui chochote. Ilmu haiondoshwi hivyo. Ameamka asubuhi hana anachojua hata kimoja. Hapana, ilmu haiondoshwi hivyo. Lakini Allah anaiondosha ilmu kwa kuwaondoa wanavyuoni mpaka itakapokuwa hakumbakisha mwana wa chuoni, basi watu watawafanya wajinga kuwa ndio viongozi wao, wataulizwa, watatoa fatwa pasi na ilmu, watapotea wao na kuwapoteza watu wengine. Na mafungamano ya sababu hii ya uchache wa wanavyuoni na kukengeuka yanapatikana katika njia nyingi. Mbili katika hizo, ya kwanza ni kwamba katika umma wa Kiislamu kupungukiwa na wanavyuoni kunasababisha kuwatanguliza watu wasio na elimu katika mambo ya elimu, imma kwa kuvutika na sifa zao au hodari wao katika kujieleza au kitu kingine. Wao ndio watatangulizwa, wataulizwa, watatoa fatwa, watapotea wao na kupoteza watu, kwa sababu hawajui kitu. Kwani nyinyi hamjaona watu ambao wamejivika ushekhi lakini hawana kitu wanachokijua? Hamjawaona? Wapo wengi tu. Na hili la uchache wa wanavyuoni pia linasababisha vijana kupata fursa ya kujifunza wenyewe. Sasa wakaingia katika Google, akatafuta, akasoma kitu ambacho sio sawa, kitamkengeusha na kumpotosha. Uhakika ni kwamba ilmu hii ya dini inasomwa. Innama alilmu bittaallum. Kadhalika, mafungamano ya pili ni kwamba kupungua kwa wanavyuoni kunasababisha kudhoofika kwa nafasi yao kimaana. Na sisi tunahitaji wanavyuoni katika kutuelekeza njia sahihi na kutufundisha maana ya maandiko na makusudio yake, na kutuondolea utata unaoweza kujitokeza. Kadhalika kutupa ufafanuzi wa mambo mapya ambayo yanajitokeza katika ulimwengu wetu. Kupungua kwa wanavyuoni au kutokuwepo kabisa ni sababu ya watu kupotea na kukengeuka, kwa sababu taa ya kuangaza ambao ni hao wanavyuoni inakuwa imezima. Tatizo kubwa tulilonalo katika zama zetu za sasa ni watu kushindwa kutofautisha baina ya wanavyuoni na watu wengine. Yaani watu hawajui kwamba huyu ni mwana wa chuoni na huyu si mwana wa chuoni. Watu wengi hawajui, kwa hiyo wanaghurika na wale wasiokuwa wana wa chuoni. Bali hata
hawa wazungumzaji hawa ambao wapo kwenye mitandao ya kijamii, mnatumiwa video zao, mnatumiwa sauti zao, pia watu wengi wanashindwa kuwatofautisha baina ya mtu ambaye ana ujuzi na mjanja, na ndio utakuta vijana wengi wanakengeuka kwa sababu ya kuwasikiliza watu kama hao. Na mimi sizungumzi kwamba mtu wa bid'a au sio mtu wa bid'a, hilo ni jambo la pembeni kabisa. Maana wako watu wa bid'a lakini walikaa wakajifunza dini, wakasoma, wakaipata misingi. Kwa hiyo watazisoma aya za Qur'ani vizuri, watazisoma hadithi vizuri, watajua ile misingi. Tatizo lao tu wamekaa katika bid'a, na hatutawasikiliza kwa sababu ya ile bid'a yao, lakini ilmu wamejifunza. Sasa mimi hata sizungumzi hao, nazungumza wale wajanja tu, wamejaa tele katika mitandao huko, na sisi hatuwezi kutofautisha baina yao na baina ya wasomi. Sheikh kasema bwana, msikia Sheikh huyu, watu watumiana clip, tena wengine wako kwenye level za kimataifa kabisa. Kuna mmoja aitwa Menki, mnatumiana huko, hata sijui mufti wa vipi huyu bwana. Maana ukichezwa mpira huko utaona kaandika kwenye Twitter yake, thank you Messi, alfa mabruk Messi, thank you Ronaldo. Mufti wa vipi huyu? Au ammoni au rafiki yenu wapo huko, watu rafiki yao na sisi tukitaja hivi ili kuwaweka watu sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, sababu mbili hizi za ujumla zinatosha. Inshallah tutaendelea na sababu za umaalumu, na kutokana na wakati ulivyo tutazitaja nazo chache baada ya adhani. Kwa hiyo muadhini aadhini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ndugu zangu Waislamu, wana semina, sasa tuzitaje sababu zile za kiupekee zinazosababisha vijana kukengeuka na kwenda kombo kifikra na kuacha usahihi. Na hizi nitazitaja nyingi, leo nitazitaja chache, na kwa kuwa muhadhara wetu unaendelea na kesho nitazitaja na nyingine. Katika nitakazozitaja leo, katika hizi sababu za kundi la pili, ya kwanza ni marafiki waovu. Miongoni mwa sababu zinazopelekea kukengeuka na kwenda kombo vijana kifikra ni marafiki waovu. Urafiki ni jambo la msingi katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu kiasili ni mwanajamii. Lazima atangamane, ahusiane na ashirikiane na wenzake ili kufikia malengo yake na kupata maslahi yake. Hili ni jambo la asili. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Dar'u Ta'arudhi al-Aqli wan-Naql anasema, idhil insanu madaniyun bit-tab'i la yastaqillu bitahsili masalihi fala budda lahum min al-ijtima'i lit-ta'awuni 'ala al-masalih. Kwa sababu mwanadamu ni mwanajamii kiasli, hajitoshelezi mwanadamu katika kupata maslahi yake. Yaani hawezi kuwa independent halafu akafanikiwa kupata maslahi yake. Hivyo basi hawana budi wanadamu kuchanganyika ili wasaidiane katika kuleta maslahi. Kadhalika al-Imam Ibn al-Qayyim katika Ighathatul Lahfan anasema, al-aslu al-ashir wa huwa anna al-insana madaniyun bit-tab'i la budda lahum an ya'isha ma'a an-nas. Msingi wa 10 nao ni kwamba mwanadamu ni mwanajamii kiasili,
lazima aishi na watu. Haja za huyu zitatatuliwa na huyu, na huyu zitatatuliwa na huyu. Mwanadamu si kama mnyama kwamba ataishi peke yake na maisha yake yatakwenda. Mwanadamu hayuko hivi, lazima aishi na wenzake. Kwa hiyo kuna atakayemshonea nguo, kuna atakayemjengea, kuna atakayemlimia, kuna atakayemfanyia hivi na hivi, na yeye atafanya hiki, sababu hawezi kuyafanya mambo yote. Na sikusudii kwamba kuishi peke yake, yani yuko shamba mwenyewe na kajenga kibanda chake ukadhani kwamba ndio yuko peke yake. Hapana, atatoka shamba kuja mjini kwenda kununua sukari, mafuta ya taa, kununua nguo, kununua jembe ambalo hakulitengeneza. Ndivyo ilivyo kikawaida. Kwa hiyo katika kuishi na watu, mtu hupata marafiki na hupata watu wa kutangamana nao, kutangamana naye. Na katika elimu ya saikolojia, kwa wale wanaosoma saikolojia miongoni mwenu, kama ni saikolojia tupu, kama ni ndani ya kozi za elimu, wangapi wanasoma saikolojia? Hamna hata mtu anasoma kozi ya saikolojia? Wewe wale wanaosoma kozi hizi za saikolojia, kuna vitu watavikumbuka ambavyo wanavisoma. Kuna vitu vinaonyesha kuwa mtu fulani huyu yupo sawasawa katika mwingiliano wake, matangamano yake na kuhusiana na watu. Kuna vitu vinaonyesha kwamba huyu yuko sawa. Viko vingi, lakini katika hivyo ni uwezo wake mtu huyu kufanya vitu viwili: making friends na nini tena, na keeping friends. Kumake na kukeep friendship, yani kutengeneza urafiki, kutengeneza marafiki na kuwabakisha. Watu wa saikolojia wanasema wewe ukiwa huwezi kutengeneza marafiki, basi wewe una kasoro. Na ukiwa huwezi kuwabakisha marafiki, yani watengeneza marafiki lakini huwezi kuwabakisha ukakaa nao, basi wewe una kasoro. Na wapo watu wako hivyo, yani kuna watu wako hivyo, yani wao hawawezi kutengeneza urafiki, na wapo ambao wanaweza kutengeneza urafiki lakini wao hawawezi kuwabakisha marafiki. Na mara nyingi inakuwa ni mambo ya kimakuzi, na wale watu wa saikolojia au walimu wanawajua. Mtu hawezi kabisa kutengeneza rafiki, yani yuko peke yake. Na hata wale madaktari wa watoto wabobezi, akiwa anataka kumpima kwamba mtoto fulani ana ugonjwa ule wa autism au usonji, huwa anaangalia ule uwezo wa yule mtoto na ile tabia yake ya kutaka kushirikiana na mwenzake. Anayo mtoto tabia ya kutaka urafiki na mwenzake, labda akamrushia mpira akacheza, au akamfanyia hiki wakacheza pamoja. Ikiwa hana, basi ni katika sababu kubwa za kuonesha kwamba mtoto huyu ana matatizo. Kwa swala urafiki ni swala lipo, haliepukiki. Sisi katika Uislamu urafiki umewekewa miongozo, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo aliyeweka miongozo hiyo, kwamba mtu anapokuwa amekuwa mtu mzima anajitambua sasa, ana uwezo wa kuchagua na kujua hili zuri na baya, basi achague rafiki mzuri. Na kama ni mtoto, basi wazazi wawe makini kuangalia marafiki wa mwanaye. Katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kwa kawaida mtu anafuata mwenendo wa rafiki yake, basi mmoja wenu aangalie nani anamfanya kuwa rafiki, yani achague. Kwa maana ya kwamba mara nyingi mtu huathiriwa mwenendo wake au tabia zake na marafiki. Sasa ili ubaki salama na ili usipinde
basi una wajibu wa kumwangalia nani rafiki yako. Bali katika hadithi nyingine ya Abu Musa al-Ash'ari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innama mathalu al-jalisi as-salih wa jalisi as-su' kahamili al-miski wa nafikhi al-kir, fahamilu al-miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhu al-kir imma an yahrika thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Hakika hapana vingine mfano wa rafiki mzuri au rafiki mwema na rafiki muovu ni kama mfano wa mbeba miski au muuza mafuta mazuri yale ya miski na mfano wa ule mfua vyuma. Huyu muuza miski huyu ima atakupa au utanunua kutoka kwake au utapata kutoka kwake harufu nzuri, na mfua vyuma ima ataunguza nguo yako sababu ya cheche zile ukiwa uko naye, au utapata harufu mbaya kutoka kwake. Hakuna namna isipokuwa utayapata mawili hayo. Huu ni mfano wa karibu kabisa anaopiga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam baina ya marafiki wawili, mmoja mwema na mmoja muovu, na athari ambazo unaweza kuzipata kutoka kwa yoyote miongoni mwao. Na katika vitu ambavyo vimeathiri vijana mitaani, mashuleni, makambini, vioni na sehemu nyingine, basi ni marafiki. Na mara nyingi marafiki waovu ndio huathiri haraka wenzao, kwa sababu uovu unaungwa mkono na matashi ya nafsi. Nafsi kwa kawaida, nafsi ambayo haina hidayah wala haina misingi, kwa kawaida hupendezewa na uovu, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Hakika nafsi ni mno yenye kuamrisha maovu, inaamrisha maovu sana, isipokuwa ile ambayo Mola wangu mlezi mtukufu ameirehemu. Hakika Mola wangu ni mwingi wa msamaha na mwenye kurehemu. Wewe ukimwona kijana anavuta sigara, kabla ya hapo alikuwa havuti sigara, au anavuta bangi au anakunywa pombe, basi ujue alipata ushawishi huo kutoka kwa rafiki yake. Rafiki akamwambia jaribu, naye akajaribu, akaingia katika balaa hilo moja kwa moja. Na nyinyi vijana mnaosoma vioni, jambo hili limewaathiri sana. Marafiki wengi wamewaharibu vijana wenzao, na mtu hajui wala hayupo makini katika kuchagua rafiki. Rafiki yake yeye ni yule anaelala naye katika room, kwa kuwa amechaguliwa hall moja na room moja, basi yule rafiki yake. Au rafiki yake ni yule mtu ambaye anasoma naye kozi moja, huyo ndio rafiki yake. Na ipo mifano mingi sana katika hili, na wahanga wakubwa kabisa basi ni mabanati wa Kiislamu kuliko wanaume, japo wanaume nao wameathirika sana. Hawa wanawake mabanati wa Kiislamu, hawa ndio wametahiniwa sana na marafiki zao. Na kuna mabanati wa Kiislamu walikuwa na maadili mazuri, wakivaa mavazi ya stara, tena wengine wametoka katika nyumba za wanaharakati wa Kiislamu, lakini kidogo kidogo walibadilishwa na marafiki zao, wakafikia mpaka kugombea umisi. Hijabu zikavuliwa, mabaibui yakavuliwa, staha, aibu na haya, vitu hivi vikaondoka, wakafika kiwango kibaya kabisa. Na inasemekana ni katika room ile alikuwa akiishi au walikuwa wakiishi na wenzake. Sasa wenzake wakamuona, sababu ni binti anavaa hijabu, lakini akiwa room kule katika kuvua na kuishi na wenzake wakamuona,
sheitani akaingia, wakawa wanamshangaa yule. Wewe na ndio kawaida ilivyo, ushawishi ndio unavyoanza. Unakuaje wewe una shepu hiyo, unavaa mavazi hayo? Kama ingelikuwa ni mimi na shepu hiyo, mavazi hayo ya nini mimi? Natakia nini mimi hayo? Mambo haya hayafanyiki leo na kesho yakabadilika kidogo kidogo. Yale maneno yakamuingia yani, mimi nina shepu hebu bwana siku nyingine hebu acha, hebu vua, hebu leo twende hivi hivi, twende darasani hivi hivi. Shepu yote hiyo. Basi binti akaanza kuondoa nguo moja baada ya moja, kidogo kidogo, kutoka kuwa anavaa hijabu nzuri ya kupendeza mpaka kwenda kusimama kwenye majukwaa akigombea umisi. Waliyadhi billah. Kwa sababu mtu umemkubali rafiki ambaye hujui malezi yake wala hujui makuzi yake, hujui amelelewa katika maadili gani, hujui wazazi wake. Kuna watu wengine wazazi wao ni watu wenye mabaa na makuzi yao na maisha yao ndio yako hivyo hivyo. Basi kijana huyo anakuathiri, unakuwa mtu wa ovyo kabisa. Ni muhimu sana vijana wa Kiislamu kuchagua na kuangalia marafiki. Usimfanye rafiki mtu ambaye hakusaidii katika dini yako na kuifanya dini yako kuwa ni nzuri. Muache mtu huyo abaki kuwa ni mshirika wako tu katika mambo mengine. Kama mna discuss kuwa ni mwanafunzi mwenzako, lakini usuhuba na kumfanya rafiki yako, jiangalie sana. Weka urafiki na watu wa ibada, utatengenekewa mambo yako. Fanya urafiki na watu wema na watu wa misikiti na dini, vinginevyo utakengeuka na kuiacha njia sawa sawa.